Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Nipende kumfurahia Mungu kwa ajili ya wakati huu, kwa ajili ya kipindi chetu tena siku hii ya leo. Namshukuru Mungu kwa ajili yako ambaye umepata neema ya kuja kusikiliza kipindi chetu hichi katika sehemu yetu ya pili, ambako tumekuwa tuna somo tulianza nalo kwa habari ya kuzaa mambo makuu, na leo tutamalizia kipande kilichobakia ili sasa uende ukafanikishe lile jambo lililoko ndani yako, hilo wazo lililoko ndani yako, huo mzigo ulionao ambao umetembea nao kwa muda mrefu. Basi tutakapomaliza somo hili, ni imani yangu katika Bwana ya kwamba safari hii sasa hautaanguka tena. Safari hii utamaliza mzunguko wako. Safari hii utafungua shughuli yako, utafungua biashara yako. Safari hii utafanikisha kile kitu ambacho Mungu anataka afanikishe kupitia wewe chini ya jua. Ninakukaribisha tena kwa ajili ya kuungana nasi kwa ajili ya mafundisho haya ya siku ya leo. Niruhusu nimshukuru Mungu, alafu tuweze kuingia kwenye sehemu ya pili ya somo letu hili zuri. Mungu uliye hai, Baba, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya wakati huu, asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa ajili ya wasaa huu ambako watakatifu wako na watu wako wameungana kwa ajili ya kuweza kusikia lile ambalo unakwenda kuachilia kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya kundi lako, kwa ajili ya watu wako wanaotutizama na kutusikiliza popote pale. Mungu uliye mwema na mwaminifu, tunajikabidhi mikononi mwako. Anza na kumaliza nasi tena katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Kama ambavyo nimetangulia kusema, somo ambalo tunalo ni kuzaa mambo makuu kwa njia ya huduma ya maombi. Leo ikiwa ni sehemu ya pili, tukiwa tunamalizia ile kipande ambacho tulikuwa tumekianza katika somo lililopita. Kama kufanikiwa kuwa pamoja nasi, basi utatafuta tu mtandaoni hapo kuzaa mambo makuu na mtumishi wa Mungu Godwin, basi utalikuta ile somo. Anza utoke pale upate maelekezo yao ya kiungu kabisa ambayo yatakuvusha, na pamoja na hayo maambukizi ambayo Mungu aliyatuachilia katika somo lililopita. Maandiko matakatifu ambayo yametuongoza ni kutoka kwenye hichi kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, mstari ule wa kwanza mpaka wa 28. Msingi ni sura hii ya kwanza ndio tumetumia kuweza kupokea maelekezo ya kimbingu kwa habari ya kuzaa mambo makuu kwa njia ya maombi. Kile kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 16 pale mwishoni nimemalizia vizuri kutusaidia. Nasema, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuomba kwake mwenye haki kwafaa, lakini kunafaa sana pale ambapo ameomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile vile Bwana Yesu alitukazia Mathayo 7:7 mpaka 8 ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ni Bwana anatuelekeza kwa habari ya kung'ang'ana kwenye eneo hili la maombi, ili tuweze kuona matokeo yale yaliyoko rohoni yaweze kuja kudhihirika na tuyaone katika mwili. Bwana Yesu apewe sifa.
Basi leo tutaendelea na somo hili. Nitasoma kwa haraka Samueli wa kwanza, hiyo sura ya kwanza, hii mistari michache ambayo itatupa picha nini ambacho tunaendelea nacho katika somo hili. Mstari wa kwanza: palikuwa na mtu mmoja wa Rama Msufi wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elkana mwana wa Yerohamu mwana wa Eliu mwana wa Tou mwana wa Sufu Mwefraimu, naye alikuwa ana wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili akiitwa Penina. Naye Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Fineas, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elkana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake alimchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Mstari wa 7: tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elkana mumewe akamwambia, Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana alipoinuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, na Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Ana huyo. Mstari wa 11: akaweka nadhiri sasa, akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Ikawa hapo walipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania ya kuwa amelewa. Mstari wa 14: ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa imani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. Huu ni mstari wa 17. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa uchache tu, hii ni story kwa habari ya Hana na Penina, wake wa huyu bwana anaitwa Elkana. Mmoja, Penina alijaliwa kupata watoto, mwenzie hakujaliwa kupata watoto. Na katika mazingira hayo basi mke huyu ambaye mwenye watoto aitwaye Penina akawa akimsumbua mwenzie sana, akimsema mwenzie kwa habari ya udhaifu wake huo, kwa habari ya yeye kushindwa kuzaa, kushindwa kuleta mtoto kwa mume wao huyu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona huyu mama mahali ambako alipeleka machozi yake, alikuwa anamng'ang'ania Mungu, alikaa kaza madhabahuni kwa ajili ya kumlilia Mungu, Mungu amsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akaja akamsaidia.
baada ya kukaza kwenye maombi. Kumbuka neno ambalo tunalo ni kuzaa mambo makuu kupitia huduma ya maombi. Tulishaangalia mambo 6, leo tutaangalia mambo kadhaa ya kumalizia, na halafu mwishoni nitakuombea. Jambo letu la 7, maombi ya kukomaa huachilia uweza ndani wa kuhimili hatma ambayo usingeiweza kwa nguvu zako. Maombi ya kukomaa huachilia uweza ndani yako wa kuhimili hatima ambayo usingeiweza kwa nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anayo kawaida ya kuita vitu vinyonge ili kuaibisha vyenye nguvu. Mungu anayo kawaida ya kuchagua vile vinavyoonekana dhaifu kwenda kusimama katika maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya watu fulani, yamezoeleka kwa watu fulani, alafu anawasaidia wale wadhaifu na wanalitukuza jina la Bwana. Nachojaribu kusema ni nini? Mungu ana mtindo wa kuchagua na kuweka mizigo ndani yetu, kufanya kazi, kufanya shughuli ambazo huenda kwa akili yetu na kwa uwezo wetu na taaluma zetu tusingetosha kufanya vile vitu, lakini hiyo ni kawaida ya Mungu kwenye uchaguzi wa watu wa kufanya mambo mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kukuita kwenye mambo ya siasa, kuingia kwenye siasa za taifa hili, siasa za mji ambao upo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabisa wewe hukuwa na biashara za siasa, sio vitu ambavyo unavipendelea sana, au sio kitu ambacho umekisomea kwa namna moja ama nyingine, lakini Mungu akaweka huo mzigo ndani yako na akawa anasukuma, anakuletea na watu wanakusemesha kwamba rafiki, kwa nini usijaribu kitu fulani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana kawaida ya namna hiyo. Sasa unatokaje kwenye hiyo hali ya kutokujua cha kufanya, kwenye hiyo hali ya kutokujiona kabisa kwamba mimi sitoshi kwa aina hii majukumu ambayo Mungu anaweka mzigo ndani yangu nikayafanye? Moja ya kitu ambacho unaweza kufanya ni kujiwekeza kwenye maombi, na kitu ambacho Mungu amekiachilia kwa ajili ya somo hili ni kuachilia uwezesho juu yako wa kukuwezesha sasa uweze kuingia kwenye maombi, uweze kuzungukwa na wingu la maombi litakalokusaidia kuweza kuwa kitu kile ambacho Mungu anakiita kwenye maisha yako. Kwamba haijalishi unatamani ufanye jambo gani, unatamani ufanye biashara, lakini elimu ulio nayo haikutoshi sana wewe kuwezesha kufanikiwa kwenye eneo la biashara. Maombi yatakufikisha mahali fulani kabla hata ya kuingiza maarifa. Maombi kuna mahali yatakufikisha ili uweze kupokea maarifa ya kimungu yatakayokuwezesha kufanikiwa kwenye hilo jambo ambalo Mungu analitaka ukalikamilishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenda unaitwa kabisa ukawa mtumishi wa Mungu, na kwenye familia yenu hakuna mtu ambaye hata ameokoka, hakuna mtu ambaye ni Mkristo kwenye familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Unavyojikita kwenye maombi, baada ya muda Mungu ataanza kukutengeneza na utaanza kufanya vitu ambavyo hata aliyeenda shule ya mambo hayo atakaa atakufurahia, atasema kuna kitu ambacho Mungu anafanya kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwa habari ya mama huyu Penina, mama huyu Hana pamoja na mumewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mama ambaye alikuwa tasa kabisa, alikuwa tasa, tumbo lake limefungwa, lakini ndani yake alikuwa amebeba kuja kuzaa kitu kikubwa. Tumbo lile lilikuwa limeandaliwa kwa ajili ya kuja kupitisha mtumishi mmoja mkubwa wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ndio kitu ambacho Mungu alimtengenezea mazingira. Maombi yakasaidia huyu mama akaja akafanikisha jambo kubwa, na sio tu kufanikisha kuleta huo uzao, lakini kuachilia huo uzao madhabahuni. Fikiria mama ambaye tumbo lilikuwa limefungwa, lakini akatoa nadhiri yake kwa Mungu kwamba huyu mtoto utakayenipa, pamoja na kwamba sikuwa na mtoto, ndio mtoto wangu wa kwanza na kuomba, lakini anakuja na nitampeleka madhabahuni na nitamwacha abaki kuwa mtumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Huo uwezo wa kujidhabihu hauji tu kwa sababu mtu amepitia shida, unakuja kwa namna ya jinsi ambavyo Mungu anatengeneza watu wake. Kwa hiyo maombi yatakusaidia ndani yako, Mungu akutengeneze, akupe kufanya mambo zaidi ya uwezo wako wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana.
Jambo linalofuatia, jambo la 8. Jambo la 8. Kumbuka somo ambalo tunaendelea nalo ni kuzaa mambo makuu kwa njia ya huduma ya maombi, kwa njia ya maombi. Jambo letu la 8. Mungu huweza kutumia madhabahu kama hospitali maalum ili kuondoa utasa na kukuzalishia ukuu unaoutafuta. Mungu huweza kutumia madhabahu ya kanisa, madhabahu ya huduma, madhabahu hii ambayo inasema na wewe, ili kuondoa utasa ambao umekuzuia kuzaa muda mrefu na kukuzalishia ukuu ambao unautafuta. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ya Mungu ni sehemu sahihi kabisa ambayo Mungu anatumia kuondoa tabu, kuondoa hicho kilichokuzuia kuwa na matokeo kwenye maisha yako, kuwa na matokeo kazini kwako. Bwana Yesu asifiwe. Huenda umefanya kazi kwa miaka 10, 15, miaka 20, hujawahi kutizamwa na bosi wako kama mtendakazi hodari. Bwana Yesu asifiwe. Huo utasa ambao unakuzuia usiongezeke kimadaraka pamoja na utendaji kazi wako mzuri, Mungu ana uwezo wa kuondoa kupitia madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unavyojikita kwenye madhabahu, unavyojiwekeza kwenye madhabahu kwa njia ya maombi, ndipo Mungu anakutana na uhitaji wako na kuondoa hicho kilichokuwa kimeziba na kukuzuilia usiwe na matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa madhabahu ni hospitali sahihi kabisa ya kuondoa utasa wowote uliozuia maisha yako kutuletea matokeo. Kwa nini? Madhabahu ndio eneo ambalo neno la Bwana linatoka. Nakumbuka neno la Mungu, Biblia inasema ulituma neno lake ili kuponya na kutoa watu kwenye maangamizo yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama kuna mahali ulikuwa unaangamia, kama kuna mahali ulikuwa unaugua, neno la Mungu ambalo chanzo chake ni madhabahu fulani lina uwezo wa kukutolea hiyo shida, kutolea hicho kilichokuwa kimeziba, na sasa uanze kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Agizo tulilo nalo kama wanadamu tangu kuumbwa kwetu, kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1, ni kwamba zaeni mkaongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatutarajia chochote kile ambacho ametupa, chochote kile ambacho amekupa kukifanya, popote kule ambako amekuweka kufanya, uweze kuwa na matokeo. Mungu hatishiwi na wewe kuinuka. Mungu hatishiwi na wewe kufanikiwa. Mungu hatishiwi na wewe kuwa na matokeo makubwa, shughuli yako, kampuni yako kufanikiwa, biashara yako, ajira yako kufanikiwa. Mungu anafurahishwa na wewe kuzaa. Ndio maana akasema zaeni mkaongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haijalishi ni kitu gani ambacho kilikuwa kimefunga mirija yako ya uzazi, haijalishi ni kitu gani ambacho kilikuwa kimekaa, haijalishi wamekusema wewe ni tasa kwa muda gani, wewe ni tasa kwa habari ya tumbo la uzazi, wewe ni tasa kwa habari ya mambo yako hayana matokeo, neno la Bwana ambalo limekuja madhabahuni siku ya leo, kazi yake linakwenda kuingia ndani yako. Linapoingia ndani yako, litaamsha nguvu ya Mungu ndani yako, na hiyo nguvu itaondoa huo utasa, na kuanzia baada ya hapa tunatarajia ukaweze kuleta matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haijalishi kuna utasa namna gani ambao ulikuwa umefunga maisha yako, Roho Mtakatifu aliyetutuma kuleta maneno haya amenituma nikwambie, haijalishi umekaa kwenye huo utasa wa muda gani, Roho wa Mungu anapita kwa ajili ya kuondoa chochote kilichokuwa kimeziba kwenye maisha yako, ili sasa uweze kuwa na matunda, ili sasa uweze kufurahia kile ambacho Mungu ameweka ndani yako tuweze kukiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwona kwa habari ya mama huyu utasa wake umeondokea madhabahuni kwa neno tu la Bwana, neno la kuhani wa Bwana. Ule utasa uliondoka, na mwaka uliofuata haikuwa kama miaka mingine ambao alifanya safari tupu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu alikutana na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na sio wa kwanza na wala hakuwa wa mwisho. Tunaona kwa habari ya mzee Eli, Luka ile sura ya 1 mstari wa 5 hadi wa 15. Luka sura ya 1 5 hadi 15. Naisoma hii uone tabia ya Mungu
kukutana na watu wake kwa njia ya madhabahu. Na kama alikutana nao kipindi hicho, atakutana na wewe leo hii. Luka 1:5 hadi 15, nayo nasema, zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elisabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele ya Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabeti alikuwa tasa, na wote wawili walikuwa ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba, na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomuona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanamume, nawe utamwita jina lake Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mamaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona kwa habari ya kuhani huyu pamoja na mkewe Elizabeth, na wenyewe walikuwa tasa, na ndio mama na baba wa mtumishi wa Mungu Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe. Katika kudumu kwenye zamu yake, Mungu alikuja akakutana naye, akampa ile ahadi, na ile ahadi ikaenda ikazaa mtoto Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe. Nachojaribu kusemesha ni nini? Haijalishi umekaa muda gani, haijalishi umemtafuta Mungu kwa kiasi gani, kama umekaza mpaka kukaa madhabahuni mpaka siku ya leo, na leo umeungana nasi, umeungana na hii madhabahu kusikia neno la Bwana, neno la Mungu linakuja kwako sahihi. Huo utasa ambao umekaa na wewe kwa muda mrefu, Roho Mtakatifu ambaye alishughulika akaondoa utasa wa Hana, Roho Mtakatifu ambaye alishughulika akaondoa utasa wa wazee hawa, mzee huyu Zakaria pamoja na mama Elizabeth, na wakaleta vitu vikuu katika dunia hii. Nguvu hiyo hiyo, tena nguvu hii ni ya zaidi, kwa sababu utukufu wa nyumba ya mwisho ni mkuu kuliko ule wa kwanza, na utukufu wa nyumba ya mwisho uko kwenye madhabahu yako sahihi, uko kwa ajili yako sahihi. Huo utasa Roho Mtakatifu anakwenda kuondoa katika jina la Yesu Kristo. Mungu huweza kutumia madhabahu yake kama hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Na leo utamsihi Mungu. Mwishoni nitaomba kwa ajili yako, kwamba haijalishi ni kitu gani kilikuwa kimekuwa tasa kwa muda mrefu kwenye maisha yako, Mungu atakusaidia. Jambo letu la 9, amani ni dalili nzuri ya mahali maombi yako yamefika. Usiishie njiani kabla ya hali kubadilika ndani na nje. Amani ya ndani ni dalili ya mahali maombi yako yamefika. Usiishie njiani kabla ya kuona mabadiliko ndani na nje. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi huwa tunaomba na kuishia njiani. Tunaomba, tunakutana na changamoto nyingi, tunaomba, mambo yanakuwa mengi kwenye maisha, unakuta tunaachana na yale mambo ambayo tulikuwa tunayaombea kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kanuni ya kimungu, kwenye kuzaa mambo makuu, kudumu kwenye madhabahu ni moja ya kitu ambacho kitafungua mlango huu. Haijalishi ulifungwa kwa loki ya namna gani, haijalishi ulifungwa kwa funguo gani,
halijalishi ulifungwa hata vizazi 3 5 vilivyokutangulia. Kama utadumu katika huyu Mungu ambaye ameachilia maneno yake kwa ajili yako, uwe na hakika Mungu atafungua. Kwa hiyo amani ndani ni dalili ya hali au mahali ambako maombi yako yamefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafilipi 4:6-7. Lakini kabla ya kwenda kwa Wafilipi, tumkumbuke huyu mama Ana. Bwana Yesu asifiwe. Mama huyu Ana, unaona kabisa hakuwa na utulivu ndani yake, hakuwa na utulivu ndani yake mpaka siku amelipokea neno la Bwana. Baada ya hapo akamshukuru Mungu na maisha yakaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hatuachi kuomba mpaka amani ya Mungu imetulia ndani. Hatuachi kuomba mpaka tumeona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije ukaomba mara moja jambo zito, unamtafuta Mungu, kaomba mara moja alafu karidhika, ukaanza kumlalamikia Mungu, Mungu hajibu, Mungu hafanyi, Mungu mimi hanipendi kama anavyopenda wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kwa hawa ambao wametutangulia. Kama Hana alikaza akaomba, mama huyu na alikuwa na kila kitu, alikuwa ameolewa mahali ambako kuna fedha, lakini akakaza akaomba mpaka kazaa jambo lake kubwa kuliko hata uwezo, kuliko hata familia ambayo alikuwa nayo. Sio zaidi sana mimi na wewe, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo amani ya Kristo ni lazima iamue ndani yako. Kama amani ya Mungu haijatulia ndani yako, na usitulie kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafilipi 4:6-7. Kitabu kile cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 7. Na unasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Mstari wa 7 ambao nataka tuone, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo moja ya dalili muhimu ya kuifuatilia pale ambapo unakuwa na maombi yako unayafanya kwa mzigo ni uhakikishe amani ya Mungu imefunika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Umekurupuka usiku, kuna jambo unaombea, amani ya Mungu haijarudi, hujasikia utulivu ndani, usiache kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza sikujibu jambo lako wakati huo au siku hiyo au hata mwezi huo, lakini kama limefika mbele zake, uwe na hakika kuna amani itakuja, itakufunika na kukupa aina fulani ya utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Utulivu huo ndio utakao kutunza mpaka unaona matokeo ya maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama ushawahi kumuona mtu ambaye anapitia dhoruba ngumu, alafu wewe unamuonea huruma kuliko vile ambavyo anajionea huruma. Wewe unaona huyu jamaa anakopita hivi kiuchumi kweli, mbona pagumu, lakini mwenyewe yuko na furaha, yuko na shangwe. Mtumishi wa Mungu, ni kwa sababu amani ya Mungu imemfunika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika kuomba, kwenye kukaza kuomba, amani ya Mungu ndio iamue vituo vyako vya kimaombi. Bwana Yesu asifiwe. Usichoke kuomba kwa sababu mwili umechoka. Choka kuomba kwa sababu amani ya Mungu imeshafika na ikakufunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 10. Utahitaji kibali hata baada ya kuzaa ukuu ili uone matunda ya huo ukuu. Utahitaji kibali kwa watu, utahitaji kibali kwa wakuu hata baada ya kuzaa jambo lako ili uone matunda ya hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Umetuletea uzao duniani, ni lazima uwe na kibali ili watu wakupe sapoti ya kutosha katika malezi, katika mashauri, na muweze kumkuza mtoto huyo katika njia inayompasa. Umetuletea biashara nzuri, umebuni biashara yako nzuri, wewe ni mjasiriamali. Unahitaji kibali kwa watu waweze kuitizama bidhaa yako na kuipokea. Sio tu kuanzisha jambo, ni vita. Bwana Yesu asifiwe.
Jambo la 10, utahitaji kibali hata baada ya kuzaa ukuu ili uone matunda ya huo ukuu. Bwana Yesu asifiwe. Nimerudia hapo tuone msisitizo kwamba utahitaji kibali hata baada ya kuzaa ukuu wako ili uone matunda ya huo ukuu. Sawa? Iwe ni biashara, unahitaji kibali cha Mungu. Sawa? Ambacho kitakufanya ukubaliki na wanadamu ili watu waweze kuipokea biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi yetu yasiishie kwenye kuanzisha jambo. Maombi yetu yasiishie kwenye kuzaa huo ukuu. Maombi yetu yaendelee kukaa na sisi mpaka tuone kibali cha Mungu kimetufunika, kibali cha Mungu kimetutokelezea kwa ajili ya hayo ambayo tumeyazaa. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 43 mstari ule wa 4 na yenyewe na kitu cha kutusaidia katika hili eneo. Isaya ile 43, kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari ule wa 4, nao unasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna ngazi ya kupendwa na Mungu ambayo inamfanya Mungu anatoa watu na kabila za watu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapokaa na Mungu, tunapomlilia Mungu kwa habari ya kuzaa mambo yetu makuu, twende mbele zaidi na kuhakikisha ya Mungu anapotupa kuzaa, basi na kibali chetu kisizuiliwe na kibali chetu kikawe wazi kutufanikisha katika yale ambayo tumezaa katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utahitaji kibali hata baada ya kuzaa ili uone matunda ya huo uzao wako. Mama, tumemwona mama Ana huyu pamoja na kuzaa, lakini ile mstari mwishoni hapa kwenye hii sura hii ya kwanza utaona kabisa wake elimu wepesi. Walikuwa tena wanafanga safari nyingine, yeye na mume wake Elkana pamoja na yule mama mwingine, kwa ajili ya kwenda kupandisha madhabahuni, kwa ajili ya kwenda kutoa sadaka kama ilivyo ada. Lakini yeye akamwambia mumewe, hapana, mimi nitabaki safari hii kwa ajili ya kukaa na mtoto kidogo, ili nitakapomwachisha ziwa nimpeleke madhabahuni kwa ajili ya kumkabidhi kwa Mungu. Unaona kabisa hiyo kauli haikuwa na upinzani. Mumewe Elkana akamwambia, wewe fanya lile ambalo unajisikia kufanya ndani yako. Hiyo sio jambo la kawaida, hicho ni kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana akawa anatafuta mtoto kwa muda mrefu, yeye na mume wake, na mtoto amekuja, mama huyu akatoa nadhiri yake kwamba atamkabidhi huyo mtoto moja kwa moja madhabahuni tangu akiwa mdogo, na bado hilo jambo halikuwa na upinzani wowote kutoka kwa mume wake. Huyo mama alitembea na kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi na wewe tunahitaji kibali ili baada ya kuzaa kile kilichozaliwa kiweze kuleta matunda kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo letu la 11, ikiwa tunamalizia somo letu la kuzaa mambo makuu kupitia maombi. Jambo letu la 11, timiliza nadhiri zako baada ya kupata haja yako. Timiliza nadhiri zako baada ya kupata haja yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi ambao tunamwahidi Mungu mambo mengi wakati tunapitia mahali pagumu. Unapita mahali pagumu, unamwambia Mungu, ukinifanikisha mimi nitawashika mkono familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunasahau pale ambako tumefanikiwa na familia wanagonga hodi, unaanza kuwa msumbufu. Huyu na yeye, kwani naye asipambane? Mimi mbona nimepambana? Unasahau kama wewe ulimlilia Mungu kwa machozi, kumwambia Mungu, ukinibariki wadogo zangu hawatakosa shule. Mungu ukinifanikisha
Watoto wa mjomba hawa, watoto wa shangazi hawa, watoto wa ndugu zangu hawatakaa walie kwa kukosa shati la kwenda shule. Lakini sasa Mungu amekuinua, mtu wa Mungu, unasahau ile nadhiri ambayo ulilia mbele za Bwana. Na hakuna kitu hatari mbele za Mungu kama hicho. Wakati wa machozi yako, ni vitu gani ulitamka mbele za Bwana? Mungu anaipokea ile kama nadhiri mbele zake, ili anapokufanikisha na wewe uweze kufanya kile ambacho uliahidi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yuko katika huduma ya kushughulikia na maisha ya watu wengi kwa wakati mmoja. Mungu anapenda watu wake. Unapojitokeza ukasema, Mungu ukinisaidia nitafanya hivi na hivi na hivi kwa watu, uwe na hakika Mungu anaichukua ile kwa uzito sana na anapambana vita zako kukusaidia. Unapokamilisha basi, Mungu anapokuinua, kumbuka kutoa nadhiri zako. Bwana Yesu asifiwe. Na kitabu cha Nahumu ile sura ya 1 mstari wa 15. Natafuta kitabu cha Nahumu. Wako ambao huwa mnatoa nadhiri nyingi sana. Wengine wanasema, Mungu ukinisaidia nikafaulu shule yangu, mimi nitaimba kanisani, sitaacha kuimba kanisani. Mungu ukinisaidia nikapata ujauzito, sitaacha kuwa kiongozi, sitaacha kutumika kwenye kikundi cha wamama. Lakini mara ngapi huwa tunakumbuka nadhiri zile ambazo tumezitoa? Ni mara ngapi tunakumbuka nadhiri ambazo tumezitoa? Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia story ya mtu mmoja kipindi anamtumikia Mungu mahali. Nasikia story ya mama mmoja, taisema hapa aliyo kama somo. Huyo mama alikuwa anamtumikia Mungu kwenye eneo la maombi. Baada ya kumtumikia Mungu kwenye eneo la maombi, Mungu akamfungulia kibali, akaja akapata ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kupata ndoa, yule mama akaanza kupotea ndoa. Baadaye akapata na watoto, akaanza kuadimika kwenye huduma kinyume na ile nadhiri ambayo Mungu alikuwa anaiona ndani ya moyo wake. Kwa hiyo maombi yakawa mazito, kumtumikia Mungu kawa kuzito, yuko bize na familia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamtumia ujumbe kwamba arudi kwenye madhabahu, arudi kwenye utumishi wake ule ambao Mungu anamuita. Bwana Yesu asifiwe. Ile mama akaendelea kukaza, akiona kwamba yuko bize sasa, yuko bize sana na familia. Amesahau nadhiri yake wakati wa machozi alikuwa anamliaje Mungu. Mungu akampa onyo kwamba unakoendelea huko itakugharimu. Yule mama akaendelea kupuuzia yale maonyo ya Mungu. Basi ndoa ikavunjika. Baada ya ndoa kuvunjika, ungedhani labda yule mama angerudi magotini kumsihi Mungu, lakini mama akamaliza uchungu wake, akaendelea kukazana na mtoto wake, yuko busy na mambo yake. Ikafika mahali na yule mtoto na yeye aliugua, mtoto na yeye akachukuliwa, mtoto naye akafariki. Yule mama akajikuta amerudi sifuri kwa sababu ya kupuuzia nadhiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu gani ambacho na kukumbusha mtumishi wa Mungu? Unapofanikishwa na Mungu, Mungu anapokupa kuzaa mambo yako makuu, kumbuka zile nadhiri ambazo Mungu ulimtolea, zile nadhiri ambazo Mungu anazihesabu kwenye maisha yako. Uwe na hakika Mungu anazithamini sana. Na humu hii 1 mstari wa 15 kuna kitu inatuonyesha hapa kuhusiana na kudumu kwenye mambo ya nadhiri. 1 mstari ule wa 15 nao nasema, tazama juu ya milima iko miguu yake aletaye habari njema, atangazaye amani. Zishike sikukuu zako, Yuda, uziondoe nadhiri zako, kwa maana yule asiyefaa kitu hatapita kati yako tena kamwe, amekwisha kukatiliwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia uondoe nadhiri zako, kwa maana yule asiyefaa kitu hatapita kati yako tena kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna habari ya kudumu ambayo kunafuatana na mtu ambaye ametoa nadhiri yake. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima sana Mungu akakupiga. Tena Mungu wala hapigi. Kwa habari kama hiyo. Unaweza kukuta Mungu tu akatulia.
Sasa kwa mfumo wa ulimwengu wa roho ukajikuta ile vita iliyokuwepo inarudi mara mbili kwa sababu ya kutokutoa nadhiri zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anavyokufanikisha kwenye mambo makuu, hakikisha unakuja unakamilisha nadhiri ulizoweka mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niombe na wewe mtumishi wa Mungu. Tunapoingia kwenye kumalizia, nataka niombe na wewe mtumishi wa Mungu. Tunapomalizia somo letu la kuzaa mambo makuu, nataka niombe na wewe mtumishi wa Mungu. Wewe ambaye tayari umeshafanikiwa kuona kitu kimezaliwa kwenye maisha yako. Kama ni kazi, tayari una kazi yako. Kama ni biashara, umeshafungua biashara yako. Unahitaji kibali cha Mungu kiweze kuwa pamoja na wewe. Unahitaji kibali kwa watu ambao wamekuzunguka ili uone matokeo makubwa yale ambayo umeteseka nayo kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Utakwenda kutamka mambo mbele zako kwa ajili ya Mungu akafungue kibali na uweze kuona madhihirisho ya hiyo baraka ambayo Mungu ameifungua kwenye maisha yako. Nyanyua mikono yako juu nikuombee mtumishi wa Mungu. Mungu uliye hai, asante kwa ajili ya ndugu huyu. Asante kwa ajili ya baba na mama huyu. Asante kwa ajili ya watu wako hawa ambao wameinua mikono yao kama ishara ya unyenyekevu mbele zako. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Hicho kibali kilichozuiliwa kikawafungukie. Hicho kibali kilichozuiliwa kikawafungukie. Nuksi na mikosi yoyote iliyokaa katikati yao, kwa mamlaka ya Kristo, iondoke kwenye njia zao, iondoke kwenye shughuli zao, iondoke kwenye biashara zao, iondoke kwenye familia zao, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, mavazi ya kipepo waliovalishwa ya kuwavutia nuksi na mikosi na laana yawavuke na kuondoka. Kibali chako Bwana kikatembee nao. Kibali chako Bwana kikaonekanie. Kibali chako Bwana kikadumu katikati yao, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Niombe na wewe ambaye unatamani kutengeneza, bado hujampokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, au ulishampokea lakini kuna namna ambavyo umerudi nyuma, somo limekubariki na unatamani utengeneza na Yesu, ili sasa unapokwenda kuzaa mambo makubwa yasikuangushe, yasikufanye ukamwacha Mungu, yasikufanye ukafia kwenye dhambi. Kufanikiwa kwake mpumbavu utamwangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni lazima tutengeneze na Mungu. Nataka niombe na wewe ambaye unataka umpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe ambaye unataka Yesu akatembee na wewe katika uzao wako, utanifuatisha maneno haya. Sema: Mungu uliye hai, asante kwa mafundisho yako. Asante kwa neema ya wokovu. Ninatubu dhambi yangu. Ninatubu makosa yangu. Ninaomba unirehemu na kusamehe maovu yangu. Ninakukaribisha ndani yangu, ukawe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ukaanze upya na mimi kuanzia leo, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wewe ambaye umeomba sala hiyo na ulikuwa hujawahi kuokoka, basi tangazia kwamba umeokoka. Kuanzia leo wewe na Yesu kwa pamoja. Yesu yuko ndani yako. Endelea kunyenyekea mbele za Bwana na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Nikuombee Mungu akusaidie ukapate kudumu katika neema hiyo ambayo umeichagua. Ni njia bora, ni uamuzi bora uliwahi kufanya kwenye maisha yako. Mungu mtakatifu, ninawainua hawa waliokiri ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi. Mungu kawasaidie kudumu katika jina la Yesu Kristo. Shetani asiwaweze tena, vifungo visidumu katikati yao. Kuanzia leo natangaza uhuru wao, tangaza kufunguliwa kwao,
natangaza kudumu katika wokovu huu katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu Baba, ukawashike mkono, ukatembee nao na kuwasaidia wakaone maisha, wakaone kuishi, wakaone utofauti wa ulimwengu huu waliochagua katika jina la Yesu Kristo, amen. Amina. Hongera sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki, Mungu akutunze, uwe na wakati mwema. Tuonane tena kipindi kijacho. Amina.